Unadhani kuwa mwanaume ni rahisi? Fikiria tena. Kila siku unakabiliwa na presha, hofu na matarajio ambayo hayajazungumziwa. Lakini je, umewahi kujiuliza ni mzigo gani ambao wanaume wanabeba kila siku, lakini hakuna anayejua au kuzungumza kuhusu? Leo nitakuonyesha ukweli mchungu wa kuwa mwanaume. Mambo ambayo dunia haioni, lakini kila mwanaume anapitia. Kabla hatujaanza, hakikisha umebonyeza subscribe na kengele ili usikose video kama hii. Baki nami mpaka mwisho, kwa sababu ukweli huu ni muhimu zaidi ya unavyofikiria. Jambo la kwanza, presha ya kuwa mtoa huduma. Tangu ukiwa mdogo, umefundishwa bila hata maneno mengi kwamba thamani yako kama mwanaume inapimwa kwa kile unachoweza kutoa, si kwa wewe ni nani. Unakuwa ukijua wazi kwamba ukisimama vizuri kifedha, utaheshimiwa na kusikilizwa. Lakini mambo yakianza kuyumba hata kidogo tu, watu wanabadilika na heshima inapungua. Unajikuta unajipima kila siku kwa pesa, mafanikio na uwezo wako wa kusaidia wengine. Hakuna anayejali sana mchakato wako. Wanachotaka ni matokeo. Na hiyo inakufanya ujione kama mashine ya kutoa suluhisho badala ya binadamu anayehitaji kueleweka pia. Jambo la pili, hukumu ya kimya, the silent judgment. Kila mwanaume anajua hili. Kila uamuzi unaofanya, kila hatua ya kushindwa, inachunguzwa kimya na jamii. Hakuna anayekuelewa kwa undani, na mara nyingi kuonyesha hisia zako kunachukuliwa dhaifu. Hii hukumu ya kimya inakuacha ukiwa peke yako, huku unajionyesha imara mbele ya wengine. Unapobeba maumivu na presha kimya, unajifunza kustahimili kila kitu ukiwa peke yako, na hii inaunda mzigo wa ndani unaokufanya ujione tofauti na jinsi unavyoonekana kwa wengine. Jambo la tatu, ukweli wa kujilinganisha, comparison trap. Wanaume wengi wanajitesa kimya kimya kwa kujilinganisha na wengine. Unaangalia mafanikio ya mtu mwingine, pesa zake, maisha yake, na unaanza kuona kama wewe uko nyuma. Lakini huoni alikotoka, hujui maumivu aliyoyapitia au juhudi za kila siku aliyolipa kufika hapo. Kujilinganisha kuna kuibia amani yako na kukufanya ujione huna thamani wakati bado uko kwenye safari yako ya maendeleo. Kila mwanaume ana changamoto zake ambazo huwezi kuona, na kila hatua unayoipiga ni ya thamani. Jambo la nne, hofu ya kushindwa. Hii ni hofu ambayo wanaume wengi wanaishi kila siku, lakini hawaiongelei. Unajua kuna watu wanakutegemea, familia yako, mahusiano yako, na hata wewe mwenyewe una matarajio makubwa juu yako. Hofu ya kuwaangusha inakuwa mzigo wa kila siku kichwani mwako. Unaogopa kushindwa, lakini huwezi kusema hivyo wazi kwa sababu umejifunza kwamba mwanaume anatakiwa kuwa na uhakika muda wote. Hivyo unabaki kupambana kimya kimya, huku presha ikiendelea kukusukuma. Jambo la tano, upendo wa masharti. Moja ya mambo yanayoumiza zaidi ni kugundua kwamba mara nyingi unapendwa kwa kile unachoweza kufanya, si kwa wewe ni nani. Ukiwa na uwezo wa kusaidia, kutoa na kutatua matatizo, watu wanakuwa karibu na wewe, wanakuheshimu na kukuthamini. Lakini hali ikibadilika, hata kwa muda mfupi tu, unahisi tofauti. Unaanza kuona upendo unapungua au kubadilika, na hapo ndipo unapoanza kujiuliza kama kweli watu wanakujali wewe kama wewe au wanajali kile unachoweza kuwapa. Jambo la sita, gharama ya matarajio, the cost of expectations. Kila mwanaume anakuwa akijua kwamba dunia ina matarajio makubwa juu yake. Unasogea mbele kila siku ukijua watu wanakutegemea, lakini unajikuta hujui ni lini utakuwa tayari. Hii inakuletea stress kubwa, kwani ukishindwa, hofu ya kushindwa haionekani nje, lakini inakula akili yako ndani. Presa hii inafanya wengi wahisi hawana nafasi ya kupumzika au hata kufanya makosa, na wakati mwingine unajikuta ukiuliza, je, mimi nimeshapata nafasi ya kuwa mimi mwenyewe? Jambo la saba,
Kukosa mtu wa kuongea naye. Ndani ya maisha ya mwanaume kuna ukimya mkubwa ambao ni mgumu kuelezeka. Unaweza kuwa na marafiki wengi na kuonekana mtu wa social, lakini linapokuja swala la kile unachopitia kwa undani, unajikuta huna mtu wa kuongea naye bila kuhukumiwa. Unaanza kujiuliza, nikisema hivi watanielewa au wataniona dhaifu? Na mwisho wake unachagua kunyamaza. Mawazo yanajikusanya, stress inaongezeka, lakini hakuna outlet ya kweli ya kuyatoa. Na hilo linakula akili polepole bila mtu yoyote kugundua. Umesikia, umeona na umefahamu mzigo wa kimya. Sasa ni wakati wa hatua. Usiogope kuhisi. Usiogope kuonyesha hisia zako. Usiogope kuzungumza kile unachopitia. Huu si mzigo wako peke yako. Ni mzigo wa kila mwanaume. Lakini nguvu halisi ipo pale unapobeba na kushirikisha. Unapojitambua na unapojenga badala ya kubeba kimya kimya. Kama umejifunza kitu leo, usisahau kubonyeza subscribe, share hii video na mtu unayemjua anahitaji kuisikia, na acha comment moja changamoto yako. Usiruhusu hiyo silence ya ndani iendelee kudharau nguvu yako.